Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika aya ambazo kwamba tulizozisoma katika uchambuzi ambayo kwamba ilitangulia, bado tunaendelea na mtiririko wa uchambuzi ya aya ambazo kwamba tulitangulia kuisoma, na tuliona katika zile aya ambazo kwamba tulizitaja kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lengo la kutuma manabii ni kwa ajili risala iwe ni kufika risala yake Mwenyezi Mungu, na pia hawa manabii wawe ni wenye kuweza kuwafundisha umma ambao kwamba walikuwa wakati ule, kuanzia Nabii Nuh alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam, Nabii Musa, Nabii Isa, wawe ni wenye kuweza kufikisha ujumbe wa tauhid, yani kwamba umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika natija ambazo kwamba leo inshallah Ta'ala tutaweza kuifikia ni kwamba kuna nukta kadhaa ambazo kwamba tutaweza kuzitaja kulingana na zile aya ambazo kwamba tulizozisoma katika suratu Shuara, katika suratul An'am na katika sura zingine ambazo kwamba tulizitaja suratul Nahl. Tutaweza kufika katika natija kadhaa ambayo kwamba ni nukta muhimu sana tena sana. Ya kwanza kabisa ni kwamba kabla mtu aweze kuingia katika masala ya kisheria au aongee kuhusiana na sheria mathalan ya dini fulani ama sheria ya watu fulani, ni lazima kwanza kabisa aweze kuangalia hizi nukta ambazo kwamba ni muhimu sana na ndizo za msingi. Ya kwanza kabisa, tunapata kuna watu ambao kwamba wameweza kuingia na kutoa challenge mathalan katika dini za Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa hizo dini ni dini ya Uislamu. Wameweza kutoa challenge kwamba hii dini sio kamili, kuna baadhi ya mapungufu, hasa tutakaporudi katika Qur'an. Kuna vitu ambavyo kwamba kwa vile tunaamini kwamba Qur'an haijawacha chochote, sasa wanakuja na wanasema kwamba Qur'an, naam, kando na kwamba Waislamu wanaamini hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba havina. Na pia katika hadithi wanaweza kuingia katika hadithi ambazo kwamba inshallah Taala baadhi yake itakuja baadaye. Sasa tutaweza kuja na mwongozo katika lugha ya Kiarabu, tunaita taujih ya watu kama hawa. Je, mtu kama huyu tunaweza muongoza vipi? Isiwe tu mtu atakuja atoe challenge yake basi na kuwa na msingi aina wote ule. Nukta ya kwanza ni kwamba lam yattali'u ala tarikh tanzil alkutub as-samawiyya bishakl sahih. Yani nukta ya kwanza ni kwamba mtu kama huyu, mimi na mwingine na mwingine, na pia nahusia nafsi yangu na wengineo, ni kwamba lam yattali'u, ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuchallenge kitu kama Qur'an au vitabu ambavyo kwamba vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na maanisha vitabu khalis ambazo kwamba zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, yani vitabu ambavyo kwamba vimechujwa na uongo wa wanadamu ambavyo kwamba vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu atakuja aseme a challenge leo, ni kwamba lam yattali'u ala tarikh tanzil al-kutub as-samawiyya, hawaja kuwa makini kwa kuteremshwa vitabu vya Mwenyezi Mungu au vitabu vya mbinguni bishakli sahihi, kwa njia sahihi. Yani kwamba mtu tu anasema hiki kitabu iko hivi na hivi na hivi kwa ajili ya matamanio yake na kwa ajili ya makusudio yake na kwa ajili ya lengo lake. Kwa hivyo kuweza kurudia kile kitabu na kusoma kile kitabu kwa njia sahihi hajakuwa mwenye kuweza. Hata mtakapofanya uchambuzi, watu kama hawa ambao kwamba wanatia dosari vitabu vya Mwenyezi Mungu kuanzia
Nabii Adam, kuanzia Nabii Nuh alayhi salam mpaka kwa nabii wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao kwamba hawajabobea vizuri katika hivi vitabu. Nukta ya pili, hadhihi alkutubu samawiya, yani hivi vitabu ambavyo kwamba vinatoka vitabu vya mbinguni ambavyo kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, allati, ambayo kwamba ziko mbele yetu au viko mbele yetu, lam yataakad bisihatiha, hajakuwa pia ni mwenye kuhakikisha usahihi wa vitabu hivi, kwamba makusudia ya nukta hii ni kwamba huyo ambaye kwamba ana challenge vitabu vya mbinguni, ana challenge Qur'an, ni kwamba bado hajahakikisha usahihi wa Qur'ani, kwamba hajaingia asome Qur'ani vizuri na katika njia ambayo kwamba inafaa na katika misingi ambayo kwamba inastahiki na katika vigezo sahihi ya kusoma Qur'ani. Kwa hivyo bado mtu kama huyo ambaye kwamba ana challenge, bado lam yataakad bisihatiha, famin hadhihi alkutub as-sabika, yani kano na kwamba vitabu ambavyo kwamba vilivyopita, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba ni muharrafa. Naam, ni muharrafa, yani kuna uongo ya vitabu vilivyopita ambavyo kwamba viliingizwa, lakini mtu atakaporudi katika vitabu khalis ya Mwenyezi Mungu na asome vizuri, hata kuwa na ishkal, hata kuwa na dosari ya kusema kwamba hivi vitabu vinaongea urongo. Nukta ya tatu, lam yattadhih indahu almaani almustamala fi alquran alkarim. Wakati mwingine mtu anaweza kuja na aweke atie dosari. Sasa hapa katika nukta hii tunakusudia kwamba Qur'ani kama Qur'an na maana na alfadh, yani zile lafzi za Qur'ani ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati mwingine anayatumia. Kuna wakati mwingine tuweze kupanua kidogo alafu turudi katika mada. Kuna wakati mwingine Qur'ani tunapata inatumia alfadh, yani matamshi ambazo kwamba ziko juu ya uwezo wetu na ufahamu wetu. Sasa ikiwa iko juu ya ufahamu wetu, inahitajia mtu ambaye kwamba ataweza kusherehesha zile maana, au inahitajia vitu ambavyo kwamba na vyombo ambavyo kwamba vinaweza sherehesha zile maana. Mathalan, wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia jina Kursiyu, ataka alivyosema katika Qur'an katika suratul Baqara, bismillahir rahmanir rahim, wasi'a kursiyu samawati wal ard. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia neno yadun, yani mkono. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yadullahi fawqa aydihim, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Sasa mtu kama haelewi maana ya neno yadun, atatafsiri hivyo kwamba ni mkono, na atakaposema kwamba ni mkono ataweza kuja na ishkal, yani ataweza kuchallenge Qur'an kwamba nyinyi Waislamu mnasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mkono, laysa kamithlihi shay, yani hana kitu kinachofanana naye. Lakini huyu ambaye kwamba hajaelewa maana ya neno yadun, mkono, atakuja na aseme kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakuna kitu ambacho kwamba kinachofanana naye, lakini huku anasema kwamba bali yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, yani mikono yake yako wazi, anatoa vile anavyotaka. Sasa inamaanisha kwamba atakuja na natija kama vile watu wengine, inshallah taala baada ya kitakuja kwa refu, kama vile watu wengine wanavyosema na wanasema kwamba Qur'ani ina migongano baadhi yake kwa baadhi. Kwa hivyo ni lazima mtu awe ni mwenye kuweza kuelewa maana na lafzi ambazo kwamba zinatumika katika Qur'ani tukufu, na hususan alfadh, yani matamshi ambazo kwamba zinatumika katika sheria ya Kiislamu ni muhimu sana. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anakuja na ishkal aseme kwamba
yani nyinyi Waislamu au dini yenu, sheria yenu mnasema hivi na hivi na hivi, na Mwenyezi Mungu anasema hivi na hivi na hivi. Sisi tunamwambia la, wewe katika lafdhi hizi hujafahamu, na ili uelewe lafdhi ni lazima usome lugha ya Kiarabu. Qur'ani ilishuka na lugha ya Kiarabu, hakuna vile unaweza toroka, ni lazima urudi katika lugha ya Kiarabu, usome lugha ya Kiarabu. Si kusoma tu uweze kuongea, bali kuna vigezo, kuna uhandisi nyingine ambazo kwamba ni lazima uweze kusoma ndio uweze kufahamu Qur'an. Hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, la budda lahu min almuqaddimati lilfahm. Atakapoweza kutoa ishkal, atakapoweza kutoa challenge kwamba nyinyi Waislamu dini yenu iko hivi na hivi na hivi, ama katika vitabu vingine iko hivi na hivi na hivi, sisi tunamwambia kwamba la budda lahu, ni lazima na lazima, min almuqaddimat, awe yuko na introductions, zile basics za kuweza kufahamu Qur'ani. Kwa nini? Lianna lughata almustamala, kwa ajili lugha iliyotumika fil Qur'ani alkarim, lugha ambayo kwamba imetumika katika Qur'ani tukufu, yahtaj ila almuqaddimat, inahitajia muqaddimat. Na baadhi ya wengine wetu tutapata kwamba tunatosheka peke yake na tafsiri. Mtu ana tafsiri, anachukua Qur'an, anasoma Kiarabu kisha anarudi katika lugha ya Kiswahili. Hiyo ni miongoni mwa introduction, yani ni miongoni mwa vitangulizi vya chini, yani kwamba mtu kama haelewi Kiarabu ataweza kusoma hii aya kisha aweze kurudi katika tafsiri yake katika lugha ya Kiswahili. Na ndio maana tunasema hiyo si tafsiri, hiyo ni tarjuma, yani lugha una tafsiri, yani ni kutoka lugha kwenda kwa lugha nyingine, hiyo ni tarjuma. Tafsiri iko na maana pana, ni kupanua aya, ni kuelezea aya, ni kurudi katika aya, ni kuelezea nini maana yake kilugha na wanamaanisha nini wana lugha, alafu kuje na natija. Kwa hivyo ndio anasema lianna lugha almustamala, lugha iliyotumika fi alquran alkarim, ambayo kwamba imetumika katika Qur'an tukufu, kitabu ambacho kwamba kimeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yahtaji ila almuqaddimat, inahitajia muqaddimat, liyafham, ili huyu mwenye anatoa ishkal, mwenye ana challenge Qur'an hawezi kuelewa zaidi. Wasayati bayanuhu mufassalan, na bayana yake itakuja kwa urefu zaidi. Hiyo ni nukta ya tatu, ya nne afwan. Nukta ya tano ni kwamba la yastati an yaktafi binafsi fi fahmi alquran. Mtu kama unataka kuelewa sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama unataka kuelewa kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho kwamba kilichoshukishwa na mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yastati, yani mwanadamu kama mwanadamu hawezi yeye mwenyewe kujitosheleza binafsi hivi fahmi alquran, yeye mwenyewe hawezi jitosheleza katika kufahamu Qur'an, yani aseme naam, mimi kando na uwezo wangu naweza fahamu Qur'an. Yani ni kwamba nilirudi tu katika lugha yangu ya Kiswahili, nichukue Qur'ani ambayo kwamba imetafsiriwa, imetarjumiwa kutoka kwa Kiarabu kwenda kwa Kiswahili, nianze kusoma niseme kwamba ninafahamu Qur'ani. La, haiendi hivyo. Lakini anasema bali yahtaj ila muin, bali anahitajia mtu ambaye kwamba anaweza msaidia, anaweza mbeba, anaweza muinua kutoka hapa kwenda kwa dini nyingine. Na ndo hapa katika mtu atakapokuinua kwenda kwa daraja nyingine ya kuweza kuelewa Qur'an na kufahamu Qur'an, unahitajia mwanatafsiri, yani unahitajia mufassir, unahitajia vyombo ambavyo kwamba vitakusaidia katika tafsiri na vitu kama hivyo, ili uweze kuelewa Qur'ani inavyotakikana, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inavyotakikana, na hivyo hivyo utaweza kufikia kuelewa sheria yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hususan katika sheria ambazo kwamba ni ngumu, mathalan sheria ya mathalan masala ambazo kwamba zinahusiana na urithi ni ngumu, mathalan masala ambazo kwamba zinahusiana na zaka
mathalan masala ambazo kwamba zinahusiana na nikah na talaka na vitu kama hivyo. Nukta ya 6 ni kwamba kathura mustashkiluna lilqurani alkarim, wamekithiri sana wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kuchallenge Quran bidawahum, kwa madai yao kwamba anna sharia alwahida hiya sharia Isa, kwamba sheria ya kipekee ni sheria ya Nabii Isa alayhi salam. Lakini anasema kwamba na kwa nini wanasema kwamba sheria ya Nabii Isa ndiyo sheria ya kipekee? Ni kwa ajili wao wanatosheka tu na tafsiri ya kijuujuu ya Qur'ani. Anarudi anasoma katika kitabu chake ambacho kwamba pengine ni anatumia vitabu ambavyo kwamba pengine anatumia Biblia, alafu kisha anarudi na anachukua au anapekua baadhi tu ya aya ambazo kwamba zinamtosheleza au zinamkinaisha yeye katika lengo lake, lakini kurudi kwa maana ya aya na kurudi kwa lengo la aya na kurudi kwa sababu ya aya iliyoshuka na vitu kama hivyo, yeye hana niniyo. Kwa hivyo sisi tunaweza wasihi wale ambao kwamba ni wachambuzi wa hizi wanasema hizi masala ya comparative studies, wachambuzi wa dini mbalimbali, ni vizuri zaidi wakati ambapo kwamba wanaporudi katika Qur'an wawe ni wenye kutumia hivi vigezo ambayo kwamba inaweza kufikisha katika natija nzuri zaidi, sio tu kuchukua aya au nusu ya aya kisha narusha kisha nasema Qur'an imesema hivi. Kwa hivyo natija ni kwamba Nabii Isa ndiye ambaye kwamba anafaa pengine kuabudiwa, anafaa kurudiwa, anafaa kufanya nini? La, masala hii ndivyo. Swala ni kwamba ni lazima urudi na usome kwa kina na uelewe Qur'ani inamaanisha nini, na uelewe pia vitabu vya mwanzo pia vinamaanisha nini, na hapo pia unahitajia mtu mlezi ambaye kwamba anaweza kulea katika hizo maalumati. Nukta ya 7 ni rujuu ila al-a'lam wa ta'arruf ala ulama ash-sharia wa aqwalihim. Swali ambayo kwamba naweza kukuuliza mfuatiliaji wetu ni kwamba, je, ushawahi rudia kwa ajili tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa fair, yani tutakaporudi katika lugha yetu sisi kama wanadamu wa kawaida tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko fair. Yuko fair kivipi? Yuko fair kwa sababu yeye wakati ambapo kwamba anapotaja manabii, mathalan anataja Nabii Nuh alayhi salam, anasema kwamba Nabii Nuh alimtuma kwa watu wake na risala yake ilikuwa ni mathalan tauhid. Mfano, alimtuma Nabii Ibrahim alayhi salam na risala yake ilikuwa ni tauhid. Mathalan, alimtuma Nabii Musa alayhi salam na Nabii Musa akaenda kwa Firaun na risala yake ilikuwa ni tauhid. Alimtuma Nabii Isa alayhi salam na Nabii Isa risala yake ilikuwa ni tauhid. Alimtuma mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na risala yake ilikuwa ni tauhid, wakati aliposema kwamba qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni hakuna mola isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtakuwa wenye kufaulu. Sasa Mwenyezi Mungu yuko fair. Kwa nini? Kwa ajili yeye amewataja hawa manabii. Amemtaja Nabii Zakaria, amemtaja Nabii Daud, amemtaja Nabii Suleiman alayhi salam, na ametaja manabii wengine, Nabii Yasa, Nabii Dhulkifil na wengine wengi. Lakini sasa, je, baada ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa hii inahusiana na Waislamu, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, je, tunajua wanasheria ambao kwamba wamekuja baada ya mtume wetu, mathalan baada ya makhalifa na wakati wa maimama alayhimussalam mpaka imam wa zama hizi ambaye kwamba ni Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Je, kuanzia hizo zama baada ya mtume wetu kufariki mpaka zama hizi, je, tunajua wanasheria ambao kwamba walibobea katika sheria na kuingia katika sheria na kusomesha sheria na kuanzisha sheria? Mathalan, utakapouliza mtu anajua maimamu wanne peke yake, mathalan anajua Shafi'i na Hanbali
na Hanafi na Maliki, anajua hao peke yake, na ukiuliza mwingine atakwambia 1 2 3. Lakini sasa je, kando na hao tunajua wengine, na tunajua ni wametumia vigezo vipi kutoa fatwa na kufika katika natija ya kuja na masala ya kisheria na kuja na masala ya kifiqhi. Je, tunajua vigezo ambavyo kwamba wametumia? Au wachana na vigezo, manhaj ambao kwamba wametumia. Mathalan ukija katika manhaj ya Shafi'i, je ni sawa na manhaj ya Hanbali? Ukija kwa manhaj ya Hanbali, je ni sawa na manhaj ya Hanafi na Maliki na kuendelea? Au turudi kwa Imama alayhimussalam, je manhaji yao ilikuwa iko sawa? Na je kuanzia kwa mathalan Imam Ali alayhi afdalu salatu wassalam mpaka wakati wa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, katikati yao je kulikuwa kuna wanasheria ambao kwamba walikuwa na mafukaha ambao kwamba walikuwa, je unawatambua wewe kama Muislam? Kama unawatambua ni vizuri, lakini kama huwatambui ni vizuri ndugu yangu Muislam uweze kurudia historia vile Mwenyezi Mungu amekuwa yuko fair katika Qur'an amewataja. Ni vizuri pia wewe uweze kurudia maulama, uweze kuwasoma kuanzia mtume wetu alikuja nani, ni nani alikuja, nini ilifanyika katika sheria, nini ilifanyika, nini iliongezwa, nini ilipunguzwa, nini ambacho kwamba ilikuwa katika ishkali, yani ilikuwa na challenge kubwa na vitu kama hivyo. Sasa baada utakapojua vitu hivi, itakuwa ni rahisi sana ya kusema kwamba kiongozi fulani au faqihi fulani au mwanasheria fulani ametoa fatwa ya kitu fulani, kwa hivyo ametegemea chanzo fulani, ametegemea hadithi fulani. Mathalan saizi wewe kama Muislam utakapoulizwa, je unajua aya ambazo kwamba za sheria ambazo kwamba ziko katika Qur'an, je unajua ni ngapi? Utapata Waislamu wengi saizi leo hawajui. Yani atakapoulizwa sheria zao za sheria yake ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuitaja katika Qur'an, utakapomuuliza tu yeye mwenyewe atasema hana habari. Pengine anaweza kutajia 2 3 ambayo kwamba sana sana iko katika midomoni mwetu, ni ya swala na saumu. Ya mwisho kabisa ambayo kwamba tunaweza kufahamu katika zile aya tulizozitaja ni al-ahkamu al-juz'iyya al-mutafarri'a min al-ahkam al-kulliyya muhimma. Yani Muislam kama Muislam kufahamu hukumu ambazo kwamba ni juz'u, ni ndogo ndogo ambazo kwamba ni kipande ambacho kwamba kinatokana na hukumu ya kulli. Nitaeleza. Mathalan kuna hukumu ambayo kwamba ni am, yani hukumu ambayo kwamba mathalan ni sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia simamisha swala. Sasa atakapokuambia kwamba simamisha swala, wewe lazima ukuje na swala. Sasa ile swala inabeba nini? Swala inabeba rukuu, hiyo ni kipande. Swala inabeba sajda, hiyo ni kipande. Swala inabeba nini? Qiyam, kusimama, hiyo ni kipande. Swala inabeba nini? Qiraa, yani kusoma, hiyo ni kipande. Swala inabeba nini? Mathalan swala inabeba jalasa al-istiraha, hiyo ni kipande. Swala inabeba shahada, inabeba vitu vingi sana. Na kabla sala pia kuna wudhu. Kabla wudhu pia kuna lazima uhakikishe maji ambayo kama unataka kutawadha, unataka kuitawadhia ile maji, je ile maji ni mutlaq, ni pure, ni maji masafi ama sio maji masafi? Ni maji mubah, imeibiwa ama si ya kuibiwa? Chombo ambacho kama unachotaka kutumia cha maji, je ni cha kuibiwa ama si cha kuibiwa? Yani lazima uelewe zile hukumu ya juz'i, zile vipande ambavyo kwamba vinahusikamana na ile hukumu ya am. Kwa hivyo ni muhimu sana tena sana, ambayo kwamba inaweza kusaidia katika maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo katika kuendelea na yale ambayo kwamba alikuwa anaelezea Sheikh katika kitabu chake, katika tafsiri yake ambayo kwamba ni tafsiri ya Al-Amthal, anaendelea anasema kwamba wa baada dhalik, na yani baada hiyo anakuja na hii aya anasema kabura ala almushrikina ma tad'uhum ilayhi.
anasema kwamba falaqad tatabaa haulai ala shirk, yani wale washirikina wamebaki katika shirki na wamekita mizizi katika shirki, wa ibadat al-asnam, na kuabudu masanamu. Kwa nini wamebaki katika shirki na katika kuabudu sanamu? Anasema bisababil jahl, ni kwa sababu ya ujinga ndio wamebaki katika shirki na kuabudu sanamu. Na sio peke yake, wataasub, na kuwa na taasub. Yani taasub ni ile kujitenga na kubagua, lisinin tawila, kwa miaka mingi wamekuwa ni hiyo taasub, yani ubaguzi, kwamba hawa ni bora na sisi ni bora afwan, na wale wengine sio bora. Mathalan Quraish walivyokuwa Makka, walivyokuwa na bagua watu wengine, si Quraish, pia Mayahudi na Manasara, na ubaguzi wao katika watu wengine. Kisha anasema waashasha dhalika fi a'maqihim, na huo ubaguzi ilikuwa ni yenye kubaki moyoni mwao, na yani ndani ya roho yao ilikuwa ni yenye kubakia, bihaith, kwa kiwango ambacho kwamba asbahati da'wa ila tauhid, kwa kiasi ambacho kwamba da'wa ya tauhid, vile manabii walikuja na kulingania katika tauhid, tukhifuhum, ilikuwa inawaogopesha. Yani ile tauhid, manabii watakapolingania tauhid ilikuwa inaogopesha kabisa. Na tunaona katika historia pia, wakati mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, wangapi walitaka kumuua, wangapi walitaka mpaka wakapanga kumfukuza Makka, wammalize kabisa na vitu kama hivyo. Walikuwa naogopa watuhishum, na pia ilikuwa naogopesha. Idhafatan lidhalik, kuongeza kwa hiyo, yani ubaguzi ya miaka mingi, na pia kukita mizizi ya kibri katika mioyo yao. Anasema shekhi kwamba idhafatan lidhalik, kuongeza kwa hilo, fa inna masaliha, yani maslah, fa inna masaliha zuamai almushrikin, hakika maslah ya viongozi wa kishirikina, alla mashrua mahfudha fi shirk, yani maslah ya viongozi wa kishirikina ambayo kwamba ile maslahi na ile sheria yao ambayo kwamba haina msingi wowote, mahfudha fi shirk, iko na imekita mizizi katika shirki. Yani ili ipatikane ushirikina na ushirikina uendelee, maslahi yao iko chini ya ushirikina. Yani ili tufanye ili maslahi yetu iendelee, lazima ushirikina huu ubaki. Si kwamba walikuwa tu wanakataa Uislamu, kwamba walikuwa wanakataa tauhid, kwamba tu wanakataa, la, lakini ni kwa ajili wakikubaliana na tauhid, inamaanisha kwamba maslahi yao inakuwa ni yenye kutoka. Ndio maana anasema fi hina, wakati ambao kwamba anna tauhid, ya kwamba wakati ambao kwamba tauhid huwa asasu thawratil mustad'afin, yani wakati ambao kwamba tauhid ni thawra, ni mageuzi ya mustad'afin, ya wale ambao kwamba walikuwa ni wanyonge, ambao kwamba inshallah taala baadaye tutakuwa wenye kueleza. Wayaqifu hailan duna ahwa'i tughat wa madhalimihim, na tauhid inakuwa ni yenye kusimama na inakuwa ni kizuizi pasina matamanio ya hawa matughati na pasina matamanio ya hawa adh-dhalama. Kwa hivyo anaendelea nasema, wa kama anna intikhaba al-anbiya, kumalizia hiyo baadhi ya kwanza katika hiyo aya ya 13, wa kama anna intikhaba al-anbiya biyadil khaliq, anasema kwamba na kama vile kuchagua manabii biyadil khaliq, imo mikononi mwa muumbaji, yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba anayechagua manabii. Hakuna mtu ambaye kwamba anayechagua manabii isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hivyo fa inna hidayatan nas, pia kuongoza watu, yani ile watu kuwa katika uongozi iko kwa mkono wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini ni baada ya watu wenyewe kuamua, sisi tunataka
mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Shura, Allah, bismillahir rahmanir rahim, Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye, yajtabi ilayhi man yasha, humteua yule atakaye, wa yahdi ilayhi man yunib, na muongoa kwake aelekeaye, yani yule ambaye kwamba anemwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapo tumemaliza nukta ya kwanza, au tumemaliza nukta ambazo kwamba zinahusiana na hiyo aya ya kwanza, aya 13. Lakini hapa kuna mulahadha kadhaa ambaye kwamba Sheikh ameweza kuja nayo. Yani mulahadha ni nukta ambayo kwamba ni muhimu sana, ambayo kwamba Sheikh ameweza kuitaja, tutakuwa wenye kuelezea inshallah taala. Anasema kwamba neno sharaa kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya 13 ameanza sharaa lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan mpaka mwisho aya. Sasa sharaa nini maana yake? Anasema sharaa min shar'un min kalima sharaa, yani inatokana na neno sharaa. Sharaa nini maana yake? Wa hiya, hi sharaa ni fil asli, katika asili, taani at-tariq al-wadih. Afan, shar'un inamaanisha ni at-tariq al-wadih. Ukisema shar'un maana yake ni at-tariq al-wadih, yani njia ambayo kwamba iko wazi. Haithu yuqal, inasemekana kuwa ash-sharia, wakati ambapo kwamba unaposema ash-sharia, yani sheria kama sheria, ni nini maana yake? Litariq almuaddi ila an-nahar, ni njia ambayo kwamba inakufikisha katika nini? Katika mto, yani ile njia ambayo kwamba inakufikisha mtoni inaitwa ash-sharia, inaitwa ash-sharia. Hii ni kilugha. Anasema Sheikh kwamba thumma istukhdimat hadhihi al-kalma. Hii nukta ni muhimu sana ndugu zangu, yani ni nukta ambayo kwamba inajificha ndani ya vitabu vya maulama, na ili mtu afikie ni lazima arudi katika vitabu vya ulama, au ni mwenye kuweza kutoa na kuchambua zaidi. Kwa hivyo anasema thumma istukhdimat hadhihi al-kalima, yani kisha baadaye ikatumika kalima hii, yani neno sharia au shara, hadhihi al-kalima bi khusus al-adyan, yani hii neno ikatumika khasa katika dini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa sharai as-samawiyya, na sheria za mbinguni. Yani neno sharia ikatumika katika dini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa sharai as-samawiyya. Kwa nini? Lianna, kwa sababu anasema utumizi wa neno hili ash-sharia, tariqu saada al-wadih, ni njia ya ukamilifu ambayo kwamba iko wazi kabisa. Wakati ambapo kwamba mtu atakaposhika sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itamfikisha katika ukamilifu. Lianna tariqa saadati alwadih, njia ya ukamilifu iliyo wazi, yatamathalu fiha, inakuwa ni yenye kufanana, yani inakuwa ni yenye kufanana nayo. Wahia, nayo ni tariqul usul ila al-iman, ni njia ya kufika katika iman. Yani mathalan imani ndio hii. Sasa hiyo njia inakuwa ni yenye kukufikisha wa taqwa, na pia inakufikisha katika taqwa, wa suluh wal adala, na pia inakufikisha katika uadilifu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu ambaye kwamba hana sheria ya mbinguni, mtu ambaye kwamba hana sheria ya Mwenyezi Mungu, mtu ambaye kwamba hafati sheria ya vitabu vya mbinguni, inamaanisha kwamba huyo hana uadilifu. Ni wazi kabisa hana uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu sheria za mbinguni ndizo ambazo kwamba zinaongoza mtu katika njia sahihi na njia madhubuti. Anaendelea anasema, wabima, na ya kwamba anna almaa, ya kuwa maji ya kawaida, maji masafi, huwa asasu nadhafa, ndio msingi wa usafi. Maji ambayo kwamba tunayatumia ndio msingi wa usafi, wa tahara, na ndio msingi wa tahara, wa alhayat, na maji pia ndio msingi wa uhai. Lidha, kwa hivyo anasema shekhe kwamba
fa inna, hakika, lihadha almustalah, yani mustalah huu, yani lafdhi hii ambayo kwamba ni sharia, tunasib wadih, inanasibisha au inafanana sana maa dini lilahi, inafanana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yuaddi, ambayo kwamba hiyo dini hiyo inafikisha na inapeleka nini, nafsa hadhi al-a'mal, inapeleka amali hizi ambazo kwamba tumezitaja, minan nahiyati al-ma'nawiyya ma ruhi al-insan, yani katika upande wa imani, katika upande wa maanawiya ma ruhi al-insan, yani inafikisha roho ya mwanadamu katika iman, wal mujtama al-bashari, na pia inafikisha mujtama al-bashari, inafikisha mujtama ya wanadamu wa kawaida katika njia ambayo kwamba inafaa na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ilikuwa ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ambayo kwamba shekhe anaweza kueleza ni kuwa, yani anamalizia hii aya ya 13, alafu inshallah Ta'ala tuanze aya ya 14, kisha tuingie katika bahath ambayo kwamba inahusiana na hii masala yote ambayo kwamba inahusiana na sharia. Anasema laqad asharat hadhihi al-aya, yani aya hii imeishiria nini, ila 5 min al-anbiya al-ilahiyin, imeishiria manabii 5 wa Mwenyezi Mungu fakat, peke yake na sio wengine. Kivipi? Anasema kwamba imeishiria Nabii Nuh alayhi salam, na imeishiria Nabii Musa alayhi salam, na imeishiria Nabii Isa alayhi salam, na imeishiria Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo inamaanisha kwamba haija sheria, yani haijakuwa ni yenye kuongea kuhusiana na nabii wengine isipokuwa hao 5 peke yake. Nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika hiyo aya, shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, huwa nabii wa kwanza, walladhi awhayna ilayka, huwa nabii wa pili, wama wasaina bihi Ibrahim, nabii wa tatu, nabii Ibrahim, wa Musa, na nabii Musa alayhi salam, huyo ni wa 4, alafu wa Isa, na nabii Isa, hao ni 5. Kwa hivyo ndio maana anasema shekhe kwamba laqad asharat hadhihi al-aya ila 5 min al-anbiya al-ilahiyin faqat, nabii Nuh alayhi salam, nabii Ibrahim alayhi salam, nabii Musa alayhi salam, wa nabii Isa alayhi salam, wa Muhammad alayhi salam. Kwa nini? Lianna, kwa sababu haulai al-5, hawa 5 peke yake, humul anbiya, ndio manabii ambao kwamba ulul azm, ndio manabii wa ulul azm. Na tulisema hawa ulul azm tutaweka darasa maalum itakuja baadaye, yani tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na hawa manabii ambao kwamba wanaitwa ulul azmi, na tutakuwa ni wenye kuingia ndani zaidi na katika jalasa zinazokuja. Yani ulul azmi, anasema shekhe, yani maana yake nini? Ashabu dini wa sharai, yani wenye wamebeba dini na wenye wamebeba sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anaendelea anasema, wa fil haqiqa, na katika uhakika, fa innal ayata, hakika hii aya ambayo kwamba tumeisoma saizi, aya ya 13 katika suratu Shura, tushiru ila, inaonesha nini? Hii ni nukta muhimu. Ila inhisari sharia, yani inaonesha kwamba sheria inazunguka kwa watu wangapi? Bihaula al-5, inazunguka kwa hawa watu 5 min al-anbiya, yani katika manabii, yani inazunguka kwa hawa watu 5: Nabii Nuh alayhi salam, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, na nabii wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni nukta ya pili ambayo kwamba shekhe ameweza kuongea kuhusiana nayo. Nukta ya 3 anasema fil bidaya, mwanzoni, dhakaratil aya Nuhan, yani mwanzo imetaja aya, imemtaja Nabii Nuh alayhi salam, wakati ambao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, amekuamrisheni dini ile ile aliyomuhusia Nuh
Sasa ameanza na Nabii Nuh alayhi salam, kisha anasema shekhe kwamba lianna, kwa sababu awwala sharia, sheria ya kwanza kabisa, yani awwala sharia, sheria ya kwanza kabisa, au dini alladhi yahtawi ala kulli alqawanin, au dini ambayo kwamba imebeba, yani imebeba kanuni yote ya kiibada wal ijtimaiya, na ambayo kwamba dini ambayo kwamba imebeba masala ambayo kwamba inahusiana na jamii. Nuzilat ala tariqihi, yani imeshukishwa kwa njia yake, yani njia ya Nabii Nuh alayhi salam. Anasema wakanat hunaka taalimat, na kulikuwa kuna taalimat, yani kuna mafunzo mengi sana tena sana, wa baramij mahduda, na baramij ambazo kwamba, yani barnamij ni programs ambazo kwamba ni mahduda, yani zina vipimo, sio maftuh, yani sio ambazo kwamba zinajumuisha watu wote, lakini kulikuwa kuna barnamij ambayo kwamba ni mahdud, ina vipimo, yani kabla ya Nabii Nuh alayhi salam. Kisha anasema kwamba alladhina sabaqu, kwa wale manabii ambao kwamba walikuwa ni wenye kutangulia, lakini ndo anasema kwamba hunaka sharhun awradna bihadha alkhusus fi nihayat alaya 213. Kisha anasema kwamba katika hili kuna aya ambayo kwamba tulikuwa ni wenye kuitaja katika sura ya Suratul Baqara aya ya 203. Mtu atakapouliza nyinyi mbona mnasema hivi kwamba kabla ya Nabii Nuh alayhi salam kulikuwa kuna sheria ambayo kwamba kuna vipimo, je, kuna dalili? Naam, kuna dalili ambayo kwamba ikiwa utaweza utafuatilia katika Surat al-Baqara aya ya 213. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lakini hii itakuwa ni wenye kuja tuongea kuhusiana nayo baadaye inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, kana an-nasu ummatan wahida faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Hii aya kwa ufupi ndio ambayo kwamba inaonyesha kwamba kana nas ummatan wahida, yani watu wote walikuwa ni umma moja, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya watuma manabii na vitu kama hivyo na kuwapa vitabu, wa anzala mahum alkitaba bilhaqqi liyahkumu baina fi makhtalafu fi wa makhtalafa fi, na watu wakaanza kuikhtilafiana na vitu kama hivyo. Lakini inshallah taala aya hii itakuwa ni wenye kuja na kuongea kuhusiana nayo kwa urefu zaidi. Ala kulli hal ni kwamba hii aya, mtu atakapokuuliza aya ambayo kwamba inaongea kuhusiana na manabii kabla Nabii Nuh alayhi salam ni ipi katika Qur'an, utataja ni hii aya ya 213, lakini sharhi yake na urefu wake itakuwa ni kuja sehemu yake. Kwa hivyo ndio maana nasema walihadha sabab, na kwa sababu hii lam yushri alquran, Quran haijashiria wala riwayat, wala riwaya haijakuwa ni yenye kushiria, wala riwayat alislamia, wala riwaya yani hadithi haijakuwa ni yenye kuishiria ila alkutubi samawia qabla Nuh alayhi salam. Yani hakuna hadithi ambayo kwamba inaishiria kwamba kulikuwa kuna vitabu vya mbinguni kabla Nabii Nuh. Hakuna hadithi ambayo kwamba inaishiria nini, kwamba kulikuwa kuna vitabu kabla ya Nabii Nuh alayhi salam. Kwa hivyo inamaanisha kwamba natija ambayo kwamba tumefikia hadi wakati huu ni kwamba sheria ambazo kwamba zinabeba vitabu ni kuanzia Nabii Nuh alayhi salam mpaka wakati wa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nukta ya nne ambayo kwamba Sheikh ameweza kuongea kuhusiana na hiyo aya ni kwamba mina dharuri, yani kuna dharura an-nushir, yani tuweze kuweka wazi na tufafanue kwamba inda dhikri haulai al-khamsa,
wakati ambao kwamba tunataja hawa manabii watano, thumma dhukira Nuh alayhi salam fi albidaya, yani nabii Nuh amekuwa ni mwenye kutajwa mwanzo, thumma nabiyul islam, kisha nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa baada dhalik, na baada ya hapo Ibrahim, baada ya hapo akatajwa nabii Ibrahim alayhi salam wa Musa alayhi salam wa Isa, yani ametanguliwa na nabii Nuh kisha akafuatwa na nabii wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati ilikuwa inafaa iwe ni hivi, ilikuwa inafaa iwe inaanza na nabii Nuh alayhi salam, kisha aje nabii Ibrahim, kisha mfano aje nabii Musa alayhi salam, kisha aje nabii Isa alayhi salam, kisha aje mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana anasema wa baada dhalika Ibrahim, baada ya hapo akatajwa Ibrahim alayhi salam wa Musa alayhi salam wa Isa alayhi salam. Wa hadha tartib, sasa anakuja anasema na taratibu hii ambayo kwamba imetumika bisabab, kwa sababu anna Nuhan, ya kwamba nabii Nuh alayhi salam kana huwa albadi, yeye alikuwa ndo mwanzo na mwanzilishi, yani yeye ndo alikuwa ndo al-Fatiha, yani katika lugha yetu ya Kiswahili tunaweza sema yeye ndo alikuwa ndo Fatiha, yani ndo mfunguzi. Kana huwa albadi wal Fatiha, ndo alikuwa ndo mwanzo wa nabiyul Islam, na nabii wa Uislam ambaye kwamba ni mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada dhalika bisababi udhmatihi, baada ya hapo akawa ni mwenye kutajwa kwa ajili ya udhma, kwa ajili ya heshima yake, kwa ajili ya hadhi ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dhukira al-akharuna au wa dhakara al-akharuna, yani na hapa anasema na wafasiri wengine, wana tafsiri wengine au mufassirun wengine hasaba tartibi zamani lidhuhuri, wana tafsiri wengine pia naam wameweza kutaja, lakini sasa wakawa ni wenye kutaja nabii wa kwanza ni huyu nabii Nuh, nabii Ibrahim, nabii Musa, nabii Isa, kisha nabii Muhammad, hasba tartibi zamani, kulingana na taratibu ya zama, yani wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa mwisho. Alafu nukta ya tano anasema min ad-daruri aidan, yani ni katika dharura pia, an nushira ila hadhihi al-mulahadha, kuelezea nukta hii muhimu ambayo kwamba inshallah taala ndio itakuwa nukta ya mwisho. Alafu taban Sheikh ametaja nukta sita, nukta ya sita tutakuwa wenye kuendelea katika vikao kwamba vinakuja inshallah taala. Nukta tano anasema kwamba min ad-daruri aidan, yani katika dharura pia, an nushira ila hadhihi al-mulahadha, yani tuweze kuelezea na kupambanua nukta hii ambayo kwamba ni nukta muhimu. Wahia, na nukta hiyo ni gani? Anna al-Qur'ana, ya kwamba Qur'ani tukufu yastakhdimu ibara, inatumia lafdhi hii au haina, yani tumekufunulia, yani katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ameweza kuanza akisema kwamba ishara bismillahir rahmanir rahim, shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk, na ile ambayo kwamba tumekufunulia wewe. Sasa ndo anasema shekhe kwamba imetumia lafdhi hii au haina ilaika, ambayo kwamba tumekufunulia wewe, bikhusus nabii al-Islam, yani khasa na khasa kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama kwa wengine la. Hebu tuangalie aya. Mwenyezi Mungu anasema shar'a lakum min ad-din ma wassa, ametumia wasia kwa nabii Nuh, yani ambaye kwamba tulimuhusia nabii Nuh, kisha mawasaina nabii Ibrahim, na tulimuhusia nabii Ibrahim, na tulimuhusia nabii Musa, na tulimuhusia nabii Isa, lakini kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi auhaina ilayk, na ile ambayo kwamba tuliokufunulia. Kwa hivyo wote ametumia wasaina, lakini mtume wetu amesema auhaina. Hasa anasema kwamba auhaina ilayk bikhusus nabii al-Islam, yani khas kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa annahu, isipokuwa hali vile ilivyo, istakhdama au istukhdima ibara, imetumiwa ibara hii wasaina binisba ila al-akharin, wengine ametumia wasaina, yani manabii wengine. Qad yakunu hadha al-ikhtilaf, anasema huenda ikawa tofauti hii fi ta'bir, katika kutoa ibara, katika kuelezea. Kwa nini? Bisababi, ni kwa sababu ya nini? Ya ahmiyati al-Islam, ni kwa sababu ya umuhimu wa Uislam, binisbati lisairi al-adyan, kwa nisba, yani ukiweka
yani ukiweka katika mizani moja Uislamu na hizo dini zingine, utapata kwamba ni dini ya Uislamu ina umuhimu zaidi katika hizo dini zingine ambazo kwamba zimetoka mbinguni. Inshallah taala, mpaka hapa tutakuwa na wenye kuendelea katika nukta sita ambayo kwamba Sheikh ameweza kuelezea, alafu tuanze katika aya ya pili ambayo kwamba ni aya ya 14 katika suratu Shura inshallah taala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.